Karibu sana. Leo tunaingia ndani kabisa ya unabii mmoja muhimu sana kwenye Biblia, anguko la ghafla la mfumo mzima wa dunia. Mfumo huu unaitwa Babeli Mkuu. Swali ni, unabii huu hasa unamaanisha nini kwetu sisi leo? Hebu tuuchambue pamoja. Umeshawahi kujiuliza, mwisho wa dunia utakuwaje hasa kulingana na Biblia? Ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa miaka mingi sana. Sasa, unabii kuhusu anguko la Babeli unatupa picha ya wazi na ya kutisha kidogo ya jinsi huu mfumo wa dunia tunaoishi ndani yake utakavyofikia tamati. Sawa, tuanze na sehemu yetu ya kwanza. Ili tuelewe kinachoendelea, ni lazima kwanza tulielewe hili jina, Babeli. Jambo la kwanza muhimu kujua ni kwamba hapa hatuzungumzii ule mji wa kale wa Babeli tunaousoma kwenye historia. La hasha. Hili ni jina la kiishara linalowakilisha kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo, Babeli Mkuu ni nini hasa? Fikiria hivi, ni jina la mwavuli linalojumuisha mfumo mzima wa dunia wa siku za mwisho. Yaani, uchumi wote wa dunia, siasa na hata utamaduni, vyote vikiwa vimeungana katika upotovu, utajiri na anasa. Na mfumo huu utakuwa umefika kileleni pake kabla tu ya Yesu kurudi. Hali inafika pabaya kiasi gani? Unabii unaeleza kuwa ulimwengu utakuwa umeoza kimaadili kiasi kwamba utafananishwa na mahali pa kukaa kila pepo mchafu. Unajua, upotovu unapokuwa umekithiri kiasi hiki, ndipo hitaji la hukumu ya ghafla na ya mwisho linapokuja. Sawa, sasa tunaingia sehemu ya pili. Swali la msingi ni, kwa nini hasa Mungu anatoa hukumu kali namna hii? Hebu tuangalie orodha ya dhambi za Babeli, zile ambazo ziliita hii ghadhabu. Biblia inatupa sababu tatu kuu. Ya kwanza, kiburi na anasa isiyo na kifani. Yaani, dunia ambayo imefanya utajiri kuwa mungu wake. Pili, ushawishi wake mbaya kwa mataifa yote, unaoitwa uasherati wa kiroho, ambao umewapotosha watu wengi. Na ya tatu, ambayo ndio ya kutisha zaidi, tamaa iliyopitiliza mipaka kiasi cha kuanza kufanya biashara ya roho za wanadamu. Fikiria hili, ni hali ambapo thamani ya mwanadamu inashushwa na kuwa kama bidhaa tu. Huu ndio uovu mkuu unaosababisha ghadhabu ya Mungu. Basi, hebu tuingie sehemu ya tatu. Na hapa mambo yanabadilika. Unajua, anguko la Babeli halitakuwa jambo la polepole. Halitachukua miaka wala miezi. Unabii unasema litakuwa tukio la ghafla, la haraka na la kutisha sana. Hebu jaribu kufikiria hili. Mfumo wote wa kimataifa, uchumi, siasa, teknolojia, burudani, kila kitu tunachokijua na kukitegemea, kitasambaratishwa kabisa. Na si kwa miaka, sio kwa siku, bali ndani ya saa moja tu. Moja. Kasi ya hukumu hii kiukweli inashtua sana. Na mwisho wake hautokuwa wa kurekebishika. Ni wa kudumu. Unabii unatumia mfano wa kuchukua jiwe kubwa la kusagia na kulitupa kwenye kina kirefu cha bahari. Linapotea kabisa. Ndivyo Babeli atakavyopotea, bila kuacha alama, bila kupatikana tena kamwe. Sasa tunaingia sehemu ya 4. Na jambo la kushangaza kuhusu tukio hili kubwa ni kwamba litapokelewa kwa njia mbili tofauti kabisa. Yaani, kile kitakachokuwa kinatokea duniani ni tofauti kabisa na kitakachokuwa kinatokea mbinguni kwa wakati ule ule. Huku duniani kutakuwa na kilio na maombolezo makubwa. Wafalme, wafanyabiashara wakubwa, wote waliofaidika na huu mfumo potovu wataangalia tu utajiri na nguvu zao zikiteketea na watapiga kelele kwa uchungu. Lakini wakati huku duniani kuna maombolezo, huko mbinguni kutakuwa na sherehe, kutakuwa na shangwe na sifa. Kwa nini? Kwa sababu hatimaye haki ya Mungu itakuwa imetimizwa. Basi, baada ya yote haya, tunafikia sehemu yetu ya mwisho. Swali ni, tunapaswa kuchukua nini kutoka kwenye maelezo haya yote? Anguko hili la Babeli linatupa onyo gani hasa kwa ajili ya siku hizi tunazoishi? Okay, hebu tufanye mukhtasari wa haraka wa mambo muhimu ya kukumbuka. Kwanza, muda. Hii inatokea kabla tu ya Yesu kurudi. Pili, ukubwa wake. Hii si habari ya inchi moja, ni mfumo mzima wa dunia. Tatu, kusudi lake. Ni haki ya Mungu ikidhihirishwa. Na 4, na la muhimu zaidi, ni hukumu ya mwisho na kamili. Hakuna kurudi nyuma.
Na hapa ndipo ninapokuachia wewe na swali hili la kutafakari. Unapoangalia ulimwengu unaotuzunguka leo, tamaa ya mali, kuporomoka kwa maadili, utamaduni wa anasa, jiulize kwa uaminifu. Je, ulimwengu wetu wa leo unafanana na Babeli kwa kiasi gani? Ni swali ambalo linafanya unabii huu wa kale kuwa hai na muhimu sana hata sasa.